kama mtu anakuja kumuona mufti au mchukua. Ndio mwenyewe. Mpenzi mtazamaji, ni kaimu shehe wa mkoa wa Dar es Salaam akiingia na gari namba T 145 EHL Premium. Hiyo Premium hii ni mara ya kwanza baada ya kuteuliwa kushika wadhifa huu hapa BAKWATA makao makuu, ambapo ndo anaingia Hamisi. Asmani, mbona fungi mlango? Wapenzi watazamaji, ni kaimu shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Abbas Ramadhani, kama mnavyomwona anaingia hapa BAKWATA makao makuu kwa ajili ya mahojiano. Sheikh Jongo na Sheikh Abbas anakuja kusalimia viongozi. Ni kaimu shehe wa mkoa wa Dar es Salaam huyo. Mashaallah. Anashuka Sheikh Jongo. Mpenzi mtazamaji, ni imamu wa msikiti wa Mtoro Sheikh Jongo anashuka kwa ajili ya kumpokea kaimu wa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam hapa BAKWATA makao makuu. Neno lako moja Sheikh Jongo kwa shehe wa mkoa, kwa kaimu. Unajua jambo alilopewa ni kubwa sana. Basi kwa ufupi amuogope sana Mwenyezi Mungu. Amuogope sana Mwenyezi Mungu. Naelewe kwamba akapewa ukaimu katika jambo gani. Hii inatosha. Nimemsikia shekhe na nimemuelewa shekhe. Inshallah. Mwenyezi Mungu atupe taufiki inshallah. Shekhe hapo tunapigaje sisi? Kwanza tukupe pongezi. Naam, nashukuru. Kwa maana ya baraza nimekuona unafaa kushika nafasi hiyo. Kama hivyo ndivyo tulikuwa tunakusikia sasa, baada ya kupata uteuzi huu sasa tunakwenda kukaimu nafasi hiyo. Nini hasa maneno yako kwa Tanzania na kwa Waislamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu waandishi wa habari, leo fika hapa katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, likiongozwa na bwana mkubwa wetu Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mufti Tanzania. Mimi Abbas Ramadhani Abbas, kwanza kabisa katika maisha yangu wala sikutarajia kama naweza kupewa uteuzi kwenye nafasi ya juu yenye kiwango kikubwa cha namna hii, na kwa kweli napigiwa simu kwamba ninaitwa hapa. Nilikuwa zangu nilimpeleka mgonjwa ndugu yangu hospitalini kufanyiwa vipimo tu. Wakati niko kule tulimemaliza kufanyiwa vipimo, nimemaliza kulipa, napokea simu kama ninaitwa kwamba kuna jambo kadha. Sikuwa nafahamu hili jambo kabisa, wala sikulitarajia. Mambo ni mawili, sikuwa nalifahamu wala sikulitarajia, lakini kila shay maktub, hili jambo lishaandikwa mbinguni na tayari nimelipokea kwa mikono miwili, nimelipokea kwa sura mbili. Kwanza ya utiifu mkubwa, pili ndani yake na huzuni kubwa. Huzuni mtauliza ni ya nini na umepewa nafasi. Huzuni, nafasi hii ni kubwa mno, na mlango wa nafasi hii ni uchamungu. Ni uchamungu, kuwa mtu wa Mungu sana, na si bwana. Mimi nimekusha kuwa sasa ni mtumwa wa watu. Nafasi yoyote kubwa za kiutumishi wa kidini, unaondoka katika cheo cha ubwana, unavaa cheo cha kuwa ni mtumwa wa watu. Sasa uwatumikie watu wadogo, wakubwa, wa dini tofauti, wa makabila tofauti, wa eneo tofauti. Na inshallah namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniwezeshe. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Inshallah kwa kupitia nguvu nyingi za Allah Subhanahu wa Ta'ala zitanisaidia, si tu kwa uwezo wangu niliokuwa nao, lakini kwa rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atanisaidia
kuweza kuwatumikia watu, sio tu kuwa kiongozi na kuwa mtumishi wa watu inshallah. Naam, karibu. Yaani kwa namna tu ulivyojibu mimi sina swali.